Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini na mpaka sasa bado mnaendelea vizuri, na tunatumia fursa hii kukaribisheni kusikiliza awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kuridima katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa sasa hivi tutakwenda kuanzia huko mkoani Chopo katika mji mkuu wa Kisangani, ambako kuna taarifa mpya ambazo zinaendelea kujitokeza kuhusiana na shambulio la ndege zisizo na rubani ama drone lililolenga uwanja wa ndege wa Bangoka mjini humo Kisangani. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vinavyoaminika vilivyo karibu na duru za kiusalama, vinadai ya kwamba operesheni hiyo inaweza kuhusisha raia wa China wanaoshukiwa kushiriki katika matumizi au uratibu wa drone zilizolenga miundombinu hiyo ya uwanja wa ndege. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, ndege hizo zisizo na rubani ama drone zingeweza kuendeshwa kwa mbali katika umbali unaokadiriwa kati ya kilomita 20 au 20 km hadi kilomita 50 ama 50 km, hasa kutoka maeneo yaliyo kwenye muhimili ama akse inayounganisha Kisangani na mkoa wa Ituri. Wachunguzi wanaendelea kujaribu kubaini kwa usahihi mazingira ambayo drone hizo zilitumika pamoja na uwezekano wa kuwepo kwa mtandao wa usaidizi wa vifaa au wa kiufundi uliowezesha operesheni hiyo. Taarifa hizo pia zinaeleza kuwa raia wanne wa China walikamatwa na vyombo vya usalama kabla ya kupelekwa mjini Kinshasa kwa ajili ya kuhojiwa katika uchunguzi wa kina. Mamlaka zinajaribu kubaini iwapo watu hao walikuwa wakifanya kazi peke yao au kwa niaba ya makundi au wahusika wanaochukuliwa kuwa maadui wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwelekeo huu mpya wa uchunguzi unaweza kubadilisha fikra za awali zilizokuwa zikizungumzwa baada ya shambulio hilo, ambapo baadhi ya uchambuzi hapo mwanzo zilikuwa zikieleza uwezekano wa shambulio kutoka nchi jirani kama Rwanda au Jamhuri ya Afrika ya Kati ama Republique Centrafricaine. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi ya kina iliyotolewa na mamlaka za Kongo kuhusu utambulisho wa watu waliokamatwa wala kuhusu matokeo ya awali ya uchunguzi. Uchunguzi unaendelea ili kubaini kwa undani mazingira ya shambulio hilo pamoja na kuwabaini wahusika wote wanaoweza kuhusika. Na kitu kingine ambacho nitagusia hapa kutokana na hili swala la vita vya drone ambavyo vimeibuka nchini Kongo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia majeshi yake ya taifa FARDC inaonekana kubaki nyuma ukilinganisha na makundi ya silaha yanayofanya shughuli katika mashariki mwa nchi. Adui wa Kongo kama Rwanda na Uganda, iwe moja kwa moja au kupitia makundi yanayowaunga mkono kama M23 AFC au kisingizio cha IDF, wanaonekana kuchukua vita hivi kwa uzito mkubwa zaidi kuliko Kongomani wenyewe, ili hali wao Wakongomani ndio wanaoshambuliwa. Nachukua mfano wa tukio lililotokea jioni ya tarehe 11 Agosti mwaka 2024. Drone moja ya kijeshi iliyokuwa na alama za bendera ya Uganda ilianguka kwenye kilima cha kijiji cha Bwisabuni katika wilaya ya Jubu, takriban kilomita 10 kusini mashariki mwa Bunia. Drone hiyo ilikuwa aina ya Hermes 900 Starliner iliyotengenezwa na kampuni ya Israel ya Elbit Systems. Drone hii ina uwezo wa kuruka kwa zaidi ya saa 30 mfululizo na inaweza kufika hadi takriban mita 9,100 ama 9 km juu angani, jambo linalofanya iwe vigumu kugunduliwa na rada. Kazi yake kuu ni pamoja na upelelezi, ufuatiliaji na kupeleka mawasiliano. Gharama ya drone moja ya aina hii inakadiriwa kuwa kati ya dola milioni 6.8 hadi milioni 8.8 za Kimarekani. Tukizungumzia vipimo vyake vya kiufundi sasa, ina upana wa mabawa yake ni mita 15, uzito wake ni kilo 970 yani 970 kilo, uwezo wake wa kubeba mizigo payload ni kilo 300 ama 300 kilo. Aina za vifaa vinavyobebwa na drone hiyo ni pamoja na capteur electro-optique, infrarouge radar ya synthèse d'ouverture, mfumo wa mawasiliano, renseignement électronique, guerre électronique na capteur hyperspectro.
Drone hiyo ya upelelezi ya jeshi la UPDF iliingia katika anga ya Kongo katika eneo ambalo halikujumuishwa ndani ya Operation Shujaa. Sasa hapa swali langu ni hili, je, ni drone ngapi za aina ya Hermes 900 Starliner ambazo FARDC inatumia katika mashariki ya nchi kufuatilia adui zetu? Na hapa cha kukumbuka ni kwamba kwa mujibu wa ripoti za sekta ya ulinzi wa uchunguzi wa uwanjani, jeshi la Uganda UPDF linakadiriwa kuwa na angalau drone 24 za Hermes 900 Starliner, sawa na uwekezaji wa takriban dola milioni 192, yani à peu près 190 millions de dollars américains kwa mfano huu pekee tu ambao tunaweza tukachukua kwa hapo. Kwa upande wa Rwanda nako unaambia mifumo mitatu ya kuvuruga mawasiliano, jamming, na kudanganya ishara za GPS ama spoofing inayosababisha usumbufu wa brouillage iliripotiwa kupelekwa na jeshi la Rwanda RDF katika maandalizi ya shambulio lililopelekea kuzingirwa na hatimaye kutawaliwa kwa mji wa Goma. Mfumo wa kwanza wa spoofing uliwekwa juu ya kilima mjini Gisenyi nchini Rwanda, chini ya kilomita 3 kutoka kwenye mpaka na DRC. Mfumo wa pili uligunduliwa umbali wa takriban mita kama 500 kutoka uwanja wa ndege wa Kamembe nchini Rwanda, mashariki mwa Bukavu. Mfumo wa tatu unaambiwa uligunduliwa Kanyabayonga huko Kivu Kaskazini, Mkongo ndani. Kutokana na mifumo hiyo ya kuvuruga ishara, hata ndege zetu za kivita aina ya Sukhoi 25 zilipataga matatizo kwa kufanya operation katika maeneo ya karibu na Goma, hasa kutokana na kupotoshwa kwa mfumo wa urambazaji ama niseme desorientation ya navigation GPS. Vile ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO uliwahi kupoteza drone moja baada ya kuathiriwa na mfumo huo uliowekwa na Rwanda ili kusaidia mashambulizi ya M23 FCRDF kabla ya kutwaliwa kwa mji wa Goma. Mfumo huu unaweza kutambuliwa kwa urahisi kutokana na namna unavyoweza kufanya kazi. Kwa hiyo ni muhimu kwa FARDC kujiandaa kufuatilia, kuugundua na kuuzima, iwe umewekwa ndani ya ardhi ya Kongo au upande wa Rwanda. Na huko mkoani Kivu Kaskazini, taarifa za hivi punde zinadai ya kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC liko kwenye takriban kilomita 20 na jiji la Goma. Hapo sasa linaonekana kuwa katika hatua nzuri ya operesheni zake za kijeshi katika Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa wachambuzi wengi wa masuala ya kijeshi, wanasema ya kwamba hali ya sasa haihitaji tena kuonyesha nguvu tu bila hatua madhubuti. Badala yake ujumbe wa kisiasa na kijeshi unapaswa kuwa wazi na wa kuanzisha tu operesheni ya kurejesha mji wa Goma kutoka kwa waasi wa M23 FC RDF. Katika mazingira haya, wachambuzi wa usalama wanaamini kuwa mafanikio ya operation yatategemeana na kasi ya harakati za uhamaji wa vikosi. Badala ya kusonga mbele polepole kwa mashambulizi ya moja kwa moja, vikosi vya serikali vinaweza kutumia makundi madogo, mepesi na yenye uhamaji mkubwa, yenye uwezo wa kuzunguka ngome za adui huku yakifanya mashambulizi kadha kwa wakati mmoja katika njia tofauti. Mbinu hii inaweza kusaidia kuepuka kukwama mbele ya ngome zilizotayarishwa na adui na pia kuunda shinikizo la kijeshi katika pande nyingi, jambo linaloweza kudhoofisha safu za M23 AFC. Katika maeneo yanayozunguka Goma kuna sehemu kadhaa zinazochukuliwa kwa muhimu kimkakati, zikiwemo maeneo ya juu yanayotazamana na mji wa Goma, barabara zinazoelekea kwenye mpaka na Rwanda, pamoja na maeneo ya kufikia ziwa Kivu ama Lake Kivu ambayo yanaweza kutumika kwa usafirishaji na vifaa au harakati za kijeshi. Udhibiti wa haraka wa maeneo haya unaweza kuruhusu FARDC kuweka vituo vya uangalizi, kupanga nafasi bora za artileri na zaidi ya yote kukata njia za usambazaji wa adui. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka uwanjani, shinikizo linalowekwa dhidi ya waasi tayari linaonekana kuzaa matokeo, huku mamia ya wapiganaji wa M23 AFC wakiripotiwa kujisalimisha. Baadhi ya wachambuzi kumradhi, wanaamini kuwa hali hii inaweza kuimarisha zaidi kupitia mawasiliano ya kimkakati yaliyo wazi kutoka kwa serikali na jeshi, yakionyesha kuwa lengo kuu ni kukomboa mji wa Goma
na kurejesha mamlaka ya dola katika eneo hilo. Sambamba na kusonga mbele kwa vikosi vikuu, kuna taarifa kwamba baadhi ya vitengo vya FARDC vilivyokuwa tayari katika eneo hilo vimefanikiwa kujipenyeza nyuma ya mistari ya adui kupitia baadhi ya njia za kikanda. Vitengo hivi vinaweza sasa kuwa na jukumu muhimu katika kuvuruga njia za usambazaji za adui, kufanya uharibifu wa miundombinu ya kijeshi na kudhoofisha ulinzi wa waasi kabla ya mashambulizi makubwa. Hata kama Goma iko karibu na vikosi vya serikali, wataalamu wa kijeshi wanasisitiza kwamba shambulio la mwisho kumradhi haliwezi kufanywa bila kuhakikisha usalama wa njia za usambazaji wa vifaa na kuimarisha nafasi za kimkakati zinazozunguka mji huo. Aidha, mafanikio ya operesheni yatategemea sana uratibu kati ya vitengo mbalimbali vya FARDC, ikiwa ni pamoja na vitengo maalum kama Hibu, vikosi vya kutumia ndege zisizo na rubani ama drone, huduma za intelijensia na ufuatiliaji, pamoja na vitengo vya artileri. Iwapo vipengele hivi vitaunganishwa kwa ufanisi, basi wachambuzi wanaamini kuwa kurejeshwa kwa Goma kunaweza kuwa jambo linalowezekana kijeshi, mradi operesheni hiyo ifanywe kwa mkakati ulio wazi na uratibu thabiti kati ya vikosi vyote vinavyohusika. Na kwa hapa, mpenzi mtazamaji wa Kipenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanajiri na kuendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa kuzidi kuhabarika zaidi, baki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili ufaidi zaidi. Tukutane kwa majaliwa. Asante.